Yani tukafanye kazi kwenye idara ya elimu. Mratibu wa elimu umezungumza, lakini katika mambo ambayo umeyazungumza umekuja kusema kuna utoro huu wa rejareja na utoro sugu. Hii naomba tutoke nalo hapa kwenda kulifanyia kazi ndani ya kata ya Kipalang'anda, kwenda kutokomeza utoro mashuleni, shule za msingi, shule za sekondari. Kama tutakuwa tunafundisha wanafunzi ambao leo wamefika shuleni, kesho hawajafika, kesho kutwa, hatuwezi kufikia malengo ya elimu, kuwapata walimu, kuwapata wataalamu, kuwapata na watu wengine, hatuwezi kufika. Lakini sisi tukisimama kwa pamoja, twendeni sasa tukatokomeze utoro mashuleni. Na hii twendeni kwa tahadhari ya kwamba tukaishi na wazazi katika maeneo ya shule zetu, tukakae nao vikao, tuwaambie na kuwaelekeza serikali inasema nini juu ya mtoto wa shule, serikali inazungumza nini juu ya elimu. Tukishamalizana nao wao kwa sura hiyo ya utaratibu, tutarudi kwa sura nyingine sasa, kama serikali nini inataka kufanya juu ya watoto wake. Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeshuhudia ameleta miradi mingi sana na amejenga shule nyingi sana, tena shule za kimkakati kabisa. Lengo lake mtoto wa Kitanzania aende akapate elimu. Mimi na wewe kazi yetu kwenda kusimamia jambo hili ili kuhakikisha dhamira Mheshimiwa Rais ifike mahala pake. Sasa kama sisi tunakwenda kusimamia alafu wale wenzetu wengine wanakwenda kubomoa, hapana, hii inakuwa si sawa. Naomba tukafanye kazi kwa moyo wa dhati. Naomba tukafanye kazi kwa kushirikiana, mimi na nyinyi, usiku na mchana. Lakini ndani ya kazi hii twendeni tukajenge uwiano mkubwa sana. Twendeni tukawe wamoja, ndio siri ya mafanikio. Na kukabidhi jambo hili ratibu wa elimu, naomba ulipokee na ukalifanyie kazi tena kwa haraka. Na katika mikutano hiyo ambayo itahusisha wazazi, naomba na mimi niwepo. Mimi nitakwenda kuzungumza na wazazi, kwa maana mimi wazazi wangu ndani ya kata hii. Wewe utazungumza kama mtaalamu, mimi nitazungumza kama mtoto wao. Nafikiri tukichanganya lugha mbili za kitaalamu na za uzawa, naona tunakwenda kufika mahali salama. Na watakwenda kuwaelewa tu. Mimi naamini watu wa Kipalang'anda, wazazi wa Kipalang'anda ni waelevu sana. Lakini namna gani tuende kitaalamu, twende na mimi kama mtoto wao. Sitamvumilia mtu kwa namna yoyote ile kwa makusudi, nikiamini amefanya makusudi, kwa kunidharau. Hatujaja kudharauliana, tumekuja kufanya kazi kwa pamoja, mimi na nyinyi. Inawezekana tulikotoka katika michakato kila mmoja huwa anampenda mtu wake. Inawezekana katika mapenzi, yawezekana kila mtu pia alishikwa labda na yule. Lakini kilichotokea, tukubaliane na Mwenyezi Mungu, hakuwa mtu hodari zaidi ya Mwenyezi Mungu, ndo alikuwa hodari zaidi, na mimi akanipa nafasi. Lakini sisi sote niwaaminishe kwamba ni wamoja. Alipotoka kaka, nimekuja dada. Tutaendelea kufanya kazi hii kwa pamoja. Kile alichokiacha kilichokuwa chema, mimi nitaendelea kukiendeleza nikishirikiana na nyinyi. Lakini pia hakuna mwanadamu aliyekamilika. Pale palipokuwa na mapungufu, hatuwezi kusema kulikuwa na makosa makubwa, hapana. Ni mapungufu ya kibinadamu, mwanadamu yoyote anaweza akawa nayo, hata mimi pia. Kwenye mapungufu tunakwenda kurekebisha. Ndio sera yangu mimi. Na waombeni sana, mimi na nyinyi tutoke mlango mmoja. Lakini na wenye vitu wa vijiji hapa, nyinyi ndio wenzangu sana. Tuendeni tukafanye kazi za watu wa Kipalang'anda walizotuagiza. Mimi na nyinyi mlango wetu mmoja. Tuna wataalamu hawa watafanya kwa namna sisi tutakavyofanya. Watakuwa pamoja kwa namna sisi tutakapokuwa tumekamata umoja. Na watashiriki kwa namna sisi wenye viti, mimi na nyinyi, tukiwa tumeshirikiana kwa pamoja. Hizi kazi tumeziomba sisi wenyewe. Na kuna mambo mengi ya kwenda kufanya. Kuna mambo mengi sana ya kwenda kufanya wenye viti. Ziara za mara kwa mara katika maeneo yetu, twendeni tukazishtukize kama zilivyo. Twendeni tukajue shule ya msingi Magoza kuna nini. Twendeni tukawajue walimu wanaelewa. Wao wanakaa katika vijiwe, wanakunywa pombe,
wakati wa shule, wakati wa masomo, walimu wanaondoka kabisa, wanakwenda wanakunywa pombe huko. Mbaya zaidi, wanawafundisha wale watoto, wanaenda kuwaona kwamba walimu wetu wako pale wanakunywa pombe. Hizo taarifa nimezipata mtendaji, ndani ya kata yetu. Shule gani nitasema siku nyingine, lakini na nitasema kwa maana baada ya kukamilisha ushahidi huo, kama hivyo inavyosemwa. Mkuranga iko imara kwa sababu inalelewa na mbunge wa Mkuranga Abdalla Hamis Ulega, waziri wetu wa ujenzi. Kiparang'anda naamini itakuwa salama ndani ya mikono ya mimi Mariam Masaninga, nikishirikiana na nyinyi wenye vitu wa vijiji na wataalamu wote. Tunahitaji usalama, amani ndani ya kata yetu. Tunahitaji maendeleo makubwa ndani ya kata yetu, lakini sisi kwa pamoja